njia kwenye ndoa yako, atatengeneza njia kwenye uchumi wako, anatengeneza njia kwa ajili yangu, anatengeneza rebaya para ajili yangu, anatengeneza anatengeneza njia kwa ajili yangu. Yes. Karapakulia basia. We praise you, Lord. We lift up your name. Thank you, God. Roho Mtakatifu, tunaliinua na kulibariki jina lako. Asante kwa ajili ya majira haya. Roho Mtakatifu aliye tayari kufanya njia katika maisha ya watoto wako. Ninaiombea 2026 kanisa la Mungu lijengwe katika maombi. Kama ufahamu wa mtu mmoja uinuke na kujengwa katika maombi. Kifungu chetu kikuu kitakuwa ni Yakobo 4 mstari ule wa pili. Yakobo 4 mstari ule wa pili. Taenda kusoma hapo, utaona kwa mtu yule ambaye anafikiri kuomba sio lazima kwa sababu ameokoka, anafikiri kuomba ni jambo la kujisumbua. Yakobo anatoa picha ya maisha yetu tunapotembea na Mungu, tunapoishi na Mungu. Tulianza na mfano wa Israeli kusafiri kutoka nchi ya utumwa ya Misri, nchi ya mateso kwa Israeli. Japo wa Misri wangepata raha, Mwisraeli angeteswa. Wanatoka kusaidiwa na Mungu. Ilikuwa ni swala la Israeli kukubali kwenda kwenye nchi ya ahadi. Mungu ametutoa dhambini, ametuleta katika wokovu, wokovu wenye nguvu, wokovu wenye mamlaka, wokovu wenye kusaidiwa na Mungu. Sisi tunasaidiwa na Bwana. Wao wanaweza kutaja magari na farasi, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Kwenye wokovu kuna neema, kuna uwezesho, kuna baraka tele, kuna mkono wa Mungu unaotusaidia. Haleluya! Ametutoa kule, anatuleta kwenye wokovu. Amen. Ni safari ya kutembea na Mungu. Ni safari ya kuishi maisha pamoja na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwaka huu tunaingia mwaka mwingine, tunaendelea kutembea na Mungu. Sasa namna ya kutembea na Mungu, tunapaswa kwa watu wa maombi. Hatuwezi kuzoelea tu wokovu. Tunawasiliana na Baba yetu. Watu wawili wanaotembea pamoja wana mawasiliano. Watu wanaoishi pamoja wana mawasiliano. Watu walio na mahusiano, kitu kinachounganisha uhusiano wao ni mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakobo 4:2 anasema, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na
kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hebu mwambie mwenzio kwamba hauna kitu kwa kuwa huombi. Sio kwamba Mungu hayupo kwa sababu huombi. Haleluya! Hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Tumeokoka sawa, Mungu anataka tuombe. Hatuna kitu kwa kuwa hatuombi. Hatupati vitu kwa kumwonea wivu mwenzako. Anasema mwatamani wala hamna kitu. Unaishia kutamani tu, hauli. Unatamani, unaona, hauli. Unaona wenzio wanakuwa na baraka, wewe haupati. Unaishia kutamani. Cheki kiwango chako cha maombi. Anasema hampati kwa kuwa hamuombi. Mungu ni Mungu wa maombi. Mungu ni Mungu wa request, mawasiliano naye. Ombeni nanyi mtapewa. Yesu anasema kwenye Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Kwa maana ombaye hupewa, atafutaye ataona, bishaye anafunguliwa. Kwenye Luka kule ndiko ameongea na zaidi. Amesema, au kuna mtu yupi kwenu ambaye akimwomba mtoto wake akimwomba mkate atampa jiwe, au akimwomba samaki atampa nyoka? Anasema, japo ninyi ni waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vyema. Anasema, je, Baba yenu wa mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wale wanaomwomba? Au mtu anapomwomba Mungu, Mungu hatampa kile kitu anachoomba? Ina maana baba wa kimwili ana akili sana kuliko Mungu aliyetuumba. Cheki aina yako ya kumwamini. Cheki aina yako ya kulitafakari neno la Mungu. Lakini cheki namna yako ya maombi. Unabebwa na imani, unabebwa na kuamini neno la Mungu. Unamchukua Mungu yule ambaye ni zaidi ya majitu. Si kama mnanielewa, mtu wa Mungu? Haleluya! Anataka tuombe. Katika Filipi anasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Haleluya! Katika Isaya anasema njoni tusemeshane. Njoni tusemeshane. Leteni maneno yenu, leteni hoja zenu zenye nguvu. Huyu ni Mungu. Anachotaka mtu aombe. Amen, amen. Anachotaka mtu aombe, anataka aupate ule moyo kwamba huyu mtu ananitegemea. Huyu mtu anajua mimi ndiyo kimbilio. Vile tunaomba sio kwamba Mungu hajui shida zetu. Anajua hata kabla hatujaomba. Lakini kwa sababu amesema ombeni, kwa sababu amesema tafuteni, amesema bisheni, that's why tuko pale tunangoja kwa Bwana. Tunangojea malangoni pake. Nangojea malangoni pake ili Bwana achilie neema yake, ili anyoshe mkono wake. Ajue tunamtegemea yeye tu, yeye peke yake, si vitu vingine. Tunaomba, anajua shida zetu, lakini tunamwambia Bwana, tuko hapa. Bwana, achilia neema yako. Ruhusu mkono wako uponye nyumba yangu, uponye mke wangu, uponye watoto wangu, uponye huduma. Bwana, onekana. Bwana, mponye mama yule, ponye baba yule kwa jina la Yesu. Ponya biashara yake, ponya ofisi yake, ponya shamba lake,
ponya chochote. Bwana, simama upande wetu, maana ukituacha wapagani watatucheka. Mungu, simama ili tuliheshimisha jina lako, maana Mungu ukitutendea tutaliheshimisha jina lako. Watu watakuheshimu Mungu vile wanavyoona sisi tunakuwa salama, tunakuwa na afya nzuri, tunavaa na suti. Yesu, kumbuka Yesu. Yesu, simama upande wetu. Yesu anasema huyu hakika ananitegemea mimi tu, hana mtu mwingine. Ninajua Yesu, nina mume mzuri, nina mume mwenye pesa, lakini Yesu, bila wewe pesa zake hazifanyi kitu. Yesu, ninamsogeza kwako, hata pesa zake ninazileta kwako. Tumie kwa hofu, asioe mke mwingine. Yesu, kama mwanamke hapo kanapiga kelele kwa Bwana, kanapiga kelele, mshike. Hata anapokuwa na pesa na kuwa na kiburi fulani, Yesu, hata akikusali wanaume wake na suruali zake, anajifanya ndio amemaliza kila kitu. Yesu, kunja moyo wake, mkunje Yesu. Uliwakunja kina Sauli, uliwaokoa kina Sauli jeuri wale. Yesu, analia na kulia, anasema aka kama mwanamke kananitegemea mimi, ndipo Bwana anafanya. Hampati kwa kuwa hamuombi, kwa maana yake mnapata kwa kuwa mnaomba. Ndio, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe sana. Mungu anataka tuombe, Mungu anataka tuwasiliane. Kwa achana na zile imani za kishamba, anakaa tu mtu haombi, eti Mungu anajua tu. Mbafu, umekamatwa ufahamu wako wewe. Una mapepo tu yamefunga ufahamu wako, yamefunga hali yako ya kiroho. Ungesema Mungu nisaidie nipate nguvu ya kuomba, kama Yesu alipowauliza wale wanafunzi, hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Ina maana kwako Yesu unataka zaidi ya saa moja. Yamkini unataka nisogee mbele zako. Yesu uliposema ombeni, tafuteni, bisheni, mbona nashindwa kuomba? Ungetafuta msaada, usilete maneno ya kijanja. Bwana Yesu asifiwe. Hatuishi kwa ujanja, tunaishi kwa neno. Mtu hataishi kwa mkate tu, lakini bali katika kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Bwana amesema ombeni. Bwana amesema hampati kwa kuwa muombi. It means mkiomba ndipo unapata. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika safari ya mwaka 2026 tutakaa na maombi. Haleluya. Mungu alipe kanisa maombi. Haleluya. Mungu alipe upako kanisa kutembea na maombi. Haleluya. Tutaangalia kiwango na ubora wa neno la Mungu. Vigezo na masharti vitazingatiwa, kwamba tunaomba tunamjua Mungu, tunaomba tunamfahamu Mungu aliye msababishaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Natamani tu, hauna kitu, pigana vita. Usifikiri kumzibia mtu kitu ndipo kitakuja kwako. Usifikiri kumfukuzisha mtu kazi ndio wewe utapata. Anasema bado mwaona wivu wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Vitu haviji kwa sababu unapigana na watu, kwa sababu unawachongea ofisini, kwa sababu unawasemea vibaya. Vitu vinakuja kwa sababu unaomba cha kwako. Acha cha kwake awe nacho, acha nyumba yake awe nayo, acha mtaji wake awe nao, acha chochote alicho nacho, acha huduma, acha upako alio nao. Usifikiri kwa kumpaka matope mtu mwingine basi wewe utapata upako. Upako ulioko kwa mtu X unakuwa kwa mtu X. Kwa mtu Y anatakiwa atafute upako wake. Upako ulioko kwa mtu Y utakuwa kwa mtu Y tu. Hauwezi ukaluka ukaenda kwa mtu mwingine. Huyu mtu mwingine anahitaji kujinyenyekesha ili akutane na yule mtoa upako. Akikutana na yule mwenye upako, yule mwenye upako atampa. Kwa sababu katika Korintho wa kwanza 12
mstari wa 8 mpaka ule wa 11 anazungumza juu ya karama, alafu anapomalizia kwenye kila karama anasema Roho huyo huyo ndiye atoae, umpa anayemtaka. Kwa hivyo mtu, ili uweze kupata neema, uende kwa Mungu, uombe Mungu akupe. Hauwezi ukaendelea kwa kumchafua mwingine, hauwezi ukafanikiwa kwa kumzibia mwingine, hauwezi ukawa wewe salama kwa sababu mtu mwingine amechafuka, ameharibika au umemuua. Hauwezi ukawa wewe salama. Wewe hata kama utaweza kumuua ili upate pesa. Nilisikia kabila moja, waume akipata utajiri anaua mme ili yeye awe tajiri. Huwezi ukawa tajiri una amani kama umeua mtu. Anasema mwaona wivu ili kwamba mpate, lakini bado hamna kitu. Moyo wako utakuwa unakusuta mpaka uende kaburini. Duniani hutakuwa na amani na mbinguni hutakuwa na amani. Lakini kuna watu wanajua, ndugu yangu ana pesa, na hizo pesa ninaweza nikazichukua. Anaweza kaweka vitu vya kumharibia au akamuua ili yeye huo utajiri awe nao. Hawezi akawa nao pesa nzuri za kutafuta mwenyewe, maisha mazuri ya kutafuta mwenyewe. Hatupati kwa sababu ya kuwazibia wengine, ya kuwasumbua wengine. Tunapata kwa sababu Yesu yupo, Bwana yupo, tunamwamini mtoaji. Sosi ya kila kitu kipo. Kwa hiyo tuende kwenye sosi ambaye ni Mungu wetu, ndiko huko tutapata. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo kwa njia ya maombi tunaweza kupata vitu na baraka kutoka kwa Mungu. Lakini kama nilivyosema kwamba tumechukua mfano wa kutembea na Mungu toka kama vile Israeli walivyotoka Misri kwenda nchi ya ahadi ya Kanaani. Ni kama sisi ambavyo tunasafiri katika maisha yetu. Tumetoka dhambini, tumeenda kwenye wokovu. Tukiendea safari yetu ya wokovu, tunatembea hapo, tunaishi hapo na maombi. Sasa hebu tuangalie ule mfano wa Wanaisraeli walipokuwa kule jangwani. Walikutana na vita nyingi, walikutana na magonjwa kule jangwani, walikutana na njaa, walikutana na kiu. Lakini nini kilifanyika? Wakati wote walipokutana na changamoto jangwani, waliomba. Kama nilivyokwisha kuambia kwamba Mungu mara nyingi anapokutoa Misri kwenda Kanaani, anakuambia ulipo na kule unakoenda. Kule anakoenda aliwaambia kule ni nchi yenye asali na maziwa, lakini hakuambia hapa katikati kwamba kuna changamoto. Walipokutana nazo walimuomba Mungu. Ndio wewe umeokoka, ninasema unapotembea kwenye safari ya wokovu, changamoto zitakuwepo katikati. Hizo changamoto utaziweza kwake yeye akutiaye nguvu. Utaziweza kwa kuwa uko pamoja na Bwana. Utaziweza kwa sababu mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Swala la ndoa ni mapepo yanataka mtu ndoa isambaratike. Na ninyi mnaosema siku moja tutaachana, shindwa hilo, unamsapoti pepo. Siku moja nitaondoka kwenye hii ndoa, unamsapoti pepo. Hiyo ni vita kwenye safari ya wokovu wako. Akikupiga kwenye ndoa, usifikiri utasimama, na usifikiri unamtishia huyo unayemwambia, ila unampa sapoti shetani. Na nilisema rudisha kabegi kako unakotaka upige simu kwa bajaji, rudisha chumbani mizigo kwa jina la Yesu. Mbona hapo hamsemi amina kubwa wanawake? Wanawake huwa mna sauti kubwa, sio hiyo? Mbona hamsemi amina kubwa? Kuna roho zinapambana ili usifike mbali. Sasa namna ya kukuwezesha ili uweze kusonga mbele, silaha kubwa sana ni maombi. Let me tell you about huyu mtu wa Mungu anaitwa Musa. Alafu alikuwa na makuhani wanaitwa Karebu, alikuwa anaitwa Haruni na Huri. Fungua na mimi kwenye Kutoka 17 mstari wa 11. 17:11. Habari ya huyu mtu ni nzuri sana, na tuelekeza kuwa na moyo wa kuomba.
Kutoka 17:11 neno la Mungu linasema, ikawa Musa alipouinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Haleluya, haleluya. Musa amefika jangwani, amekuta changamoto ya maji, akamwomba Mungu. Mungu akasema, umeshika fimbo mkononi, piga mwamba utoe maji. Anafika mbele, anazuiwa na Waamaleki. Haleluya. Taifa linaitwa Waamaleki linawazuia wana Israeli wasipite wanakoenda nchi ya Kanaani. Musa, Biblia inatueleza aliomba. Aliinua mikono yake akaomba. Alipoinua mikono, Israeli walishinda. Aliposhusha mikono, Waamaleki walishinda. Kwa hiyo ili Israeli waendelee kushinda, Musa alitakiwa aendelee kunyenyua mikono. Haleluya. Ndio maana unaambiwa pray like Moses, fight like Joshua. Omba kama Musa, pigana kama Yoshua. Musa, ili Joshua ashinde, ilitegemea Musa aombe. Musa walipokuwa wanaenda wana Israeli, alimwambia Joshua, chukua jeshi, nenda ukapigane na Waamaleki. Chagua watu waende wapigane na Waamaleki. Yoshua akachagua watu wakaenda kupigana na Waamaleki, lakini Musa alibaki juu ya mlima, yeye na Haruni na Huri. Alipokuwa akiendelea kuomba, akinyenyua mikono, kule Joshua alishinda vita. Aliposhusha mikono, Joshua alishindwa. Kwa hivyo kama nilivyosema, alipaswa Musa aendelee kuomba. Alipaswa Musa aendelee kunyenyua mkono. Hebu sikia nini kilimpata Musa. Mstari wa 12. Neno la Bwana linasema, lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Wanampa sapoti aweze kuwa na utulivu. Jiwe la kukalia Musa, maana yake wale watumishi wanampa utulivu Musa. Akalikalia. Moja upande huu, Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akawaambia Musa, akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena dhidi ya mbingu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haruni na Huri walimwona Musa anachoka. Kuchoka kwa Musa kulisababisha taifa lao as a team, kama timu yao inapigwa. Kwa hiyo ili waweze kushinda vita, wamtafutie namna huyu muombaji aweze kuwa salama. Wakaweka kwanza jiwe akae, lakini cha pili, Haruni akakaa mkono wa kushoto, Huri akakaa mkono wa kulia. Wakainua mikono yake iendelee kuomba. Akaendelea kuomba mpaka jioni, na Biblia inasema Joshua alishinda ile vita kwa sababu ya hii timu
iliyokuwa pale mlimani inaomba. Tunajifunza kwamba kwa kuomba Mungu anaweza kuletea ushindi kwenye safari ya maisha yetu. Huu mwaka 2026 tutatembea kwa maombi. Nimeeleza kwamba huwezi ukakaa tu. Mungu anasema leteni hoja zenu, leteni haja zenu, leteni maneno yenu, ombeni. Anasema hampati kwa kuwa hamwombi. Kwa hiyo mwaka huu tutaomba. Kwa hiyo mwaka huu tutaomba Mungu atuongezee kiwango cha kuomba ili Mungu atusaidie. Ingekuwa rahisi tu, Musa angeomba neno moja tu, angeambia Mungu, umenitoa huku nchi ya utumwa, jangwani umenituma niende kule nchi ya utumwa, niwatoe wale watu. Sasa inakuwaje wewe hawa watu umewaleta huko alafu wanapigwa? Mimi siombi. Lakini Musa alijua kanuni ya Mungu na mtu wake, kwamba Mungu anaishi kwa mawasiliano. Aone namna mtu anavyomtegemea Mungu na timu yake inamtegemea Mungu. Si Musa tu, lakini hata akina Haruni walijua kwamba bila Mungu hatushindi. Lakini hata Huri alijua kwamba bila Mungu hatuwezi kufika, hatuwezi kusonga. Ninamaanisha kwamba nitaomba, lakini timu tuombe, kanisa tuombe, kwa sababu Biblia inasema kwamba walipo wawili au watatu na Mungu yuko katikati yao. Katika Mathayo 18:19 anasema wawili wakikubaliana juu ya jambo lolote watakaloliomba litafanyika kwao. Musa, Haruni, Huri walikuwa lao moja, na wale wanaopigana vita kule lilikuwa jambo moja, kwamba tunaenda kwa msaada wa Mungu. Wao wanajivunia wa Amaleki, wana mapanga, wana silaha, wana magari, wana farasi, lakini sisi hata kama tuna silaha, tuna jina la Bwana. Yepaya sekete ringo mandala basikitaya kolia bakolia basekete ya papa seko ya mandira basiki kalia pakolia basando. Si kama kuna mtu ananielewa. Hata kama una kanisa liwe zuri, liwe na watu wenye fedha, liwe na watu hawana fedha, liwe na watu wenye uchumi, liwe na watu hawana uchumi, liwe na wenye magari, liwe walina magari, liwe na vyombo vizuri, liwe na wanakwaya wazuri, lakini hatutaokoka kwa ajili ya hayo. Tutaokoka kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi, kwa sababu tunamtumaini Bwana. Ndivyo ilivyokuwa kwa Israeli walipopigana na Amaleki. Ushindi wao ilikuwa kwa sababu wana Bwana. Ndio maana Musa alipoacha kuomba walipigwa. Hata alipochoka supportive zilikuja. Akina Haruni, akina Huri wanamnyanyua, baba endelea kuomba, endelea kuomba. Kwa wale ambao mnaotegemea wachungaji tu, maana yake hapa tunaonyesha ushirika kwamba tunaweza kumsaidia huyo mchungaji, anaweza kuchoka, tunaweza kumpa supportive ambayo inaweza ikamwendeleza simame, naye ni mwanadamu. Ndio maana Musa alichoka. Hakuna mtume, hakuna nabii, hakuna mchungaji, hakuna mwinjilisti, hakuna mwalimu anayeweza kusimama peke yake. Lakini kama wote, kama timu, tunapopatana kwa jambo, tunaliendea kwa nguvu moja, tunaliendea kwa ushirika mmoja, na Bwana anafanya kwa sababu tuko pamoja. Haleluya, 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 kanisa la Mungu, haleluya. Mchungaji anaomba, mwinjilisti anaomba, timu ya maombi inaomba. Ninakusemesha jioni, mchana wa leo, kwamba wewe tunataka uombe, kwa sababu kwa pamoja tunaweza kushinda. Kwa sababu huwezi ukajua changamoto gani anapitia huyo mtumishi wako, changamoto gani anapitia huyo nabii wako. Huwezi ukajua, ni mwanadamu tu. Haleluya, 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 haleluya. Kuna mtu mmoja unasema unamtegemea nabii kwa kila kitu, unamtegemea mchungaji kwa kila kitu. Ninasema na wewe ulioko hapa, ninasema na wewe unayetuangalia kwa njia ya YouTube, kwamba
Huyo ni mwanadamu, anaweza kupata changamoto. Unamtegemea huyo, hujui changamoto zake. Bwana atusaidie sana. Wewe ungemsaidia kama vile Haruni alivyomsaidia Musa, Huri alivyomsaidia Musa, alivyompa support, ndipo Musa aliendelea kuwa na nguvu. Haleluya! Lakini pia yule Petro waliyemtegemea, mtume Petro ambaye alikuwa na nguvu na ujasiri wote, waliyemtegemea akakamatwa na jeshi la Kirumi chini ya mfalme katili Herode, akawa yuko chini ya ulinzi. Huyo unayemtegemea anaweza kupata changamoto, lakini ukisimama kwa sehemu yako, changamoto zake zitaondoka, atarudi tena. Petro alirudi tena, akisimulia matendo ya Mungu, akisimulia matendo makuu ya Bwana. Anasema amenitoa malaika, amenifikisha hapo, nimekuja, kazi inaendelea, kazi inaendelea. Pale bila shaka walishukuru sana. Sijui yale maombi kama walikuwa naomba wanafanya hivi, na bila shaka wakaanza kupiga na sarakasi. Unajua Mungu akijibu anavyofurahisha. Sijui kama mwombaji mmoja ananielewa. Sijui kama mwombaji mmoja ananielewa. Oh, kaya sekete. Mungu akijibu huwa tunakuwa na mbwembwe, tunakuwa na jeuri, kwa sababu Mungu wetu amefanya. Lile kanisa lilisimama kwa zamu. Halikusema Petro ni mtume atosha kule kule. Hapana, likaomba, likasema Mungu mtoe Petro. Likaomba, likashirikiana. Unajua kuna wakati mwingine tunaomba alafu tunashindwa kuamini kile Bwana amefanya. Ndio maana yule amesema umefanya zaidi ya niombavyo. Zaidi umefanya. Haleluya. Nilijua utanibariki. Ni nani yule? John Rwaga. Nafikiria. Nilijua utafanya, ila sikujua ni kwa namna hii. Umenishangaza, ila sikujua ni kwa namna hii. Yes, hapo yasia ndelo shakata koko ikasia paya rapa ya ndorosiki. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Yesu. Wale wanafunzi, wale washirika wa kanisa, ninatamani ule upako wa kina Haruni na Huri waliomtegemeza yule mtumishi wa Mungu Musa uje kwetu kwa kanisa letu, ili tusimame kwa nguvu. Ndio. Na ule upako wa kanisa la Yerusalemu, baada ya Petro kukamatwa, kanisa likasimama kwa zamu. Sasa hatutegemei mtume tena, tunamtegemea Yesu. Tunamtegemea yeye mwanzilishi wa kazi, tunamtegemea yeye mwokozi. Huyu Petro ni mwanadamu. Ninatamani lile kanisa lije hapa, lije kwako, lisimame. Uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kumtegemea Yesu. Kitanda chako kiwe ni sehemu ya ibada. Ndio. Chumba chako kiwe ni sehemu ya ibada. Oh yes. Kara pako yenzi kapaya sio. Sobia paya siki. Kitanda chako kiwe sehemu ya maombi. Chumba chako kiwe sehemu ya maombi. Magoti yanayopigwa pale, hakuna uganga wala uchawi kwenye chumba chako, kwenye nyumba yako. Hauwezi ukawa unalala na mapepo na majini. Ni namna maombi yako yamekuwa duni kumuita Mungu. Kila nimeota nafukuzwa, nimeota wameniweka makaburini. Wewe geuza sasa, ukiyapasia, geuza hicho chumba chako kiwe ni eneo la maombi. Kiwe ni kila mara ukifika unaomba, unaliita jina la Bwana. Wewe jizoeshe, practice, make practical. Fanya. Yesu, ninakushukuru. Nimerudi nyumbani salama. Asante Yesu. Nimetoka kazini salama, natundika kote. Asema asante Yesu. Nimewakuta watoto salama. Ni kwa mkono wako kwamba hatuangamii. Si kwa fedha, si kwa ulinzi ulioko hapa, sio kwa kuwa na jeshi zuri kwenye taifa, lakini ninajua ni kwa mkono wako. Unamwinua Bwana. Haleluya.
Haleluya. Asante Yesu, umenipa chakula. Asante. Wewe unasimama mtu wa maombi, Mungu anajua huyu mtu ananitegemea. Haleluya. Na ndipo atafanya zaidi. Kuna mfalme mmoja katika Wafalme wa Pili sura ya 1 mstari wa 1 pale mpaka mstari wa 7. Yule mfalme alikuwa anaitwa Mfalme Ahazia. Alianguka akaumia mguu, akaita wafanyakazi, nendeni kwa Beelzebubu mungu wa Ekroni mkaague kwamba nitakufa au nitapona. Akajifunika blanketi. Wale wanaenda kule kuulize. Ndio maana wanasema hatuokoki kwa sababu tuna cheo, tunaokoka kwa sababu tuna Mungu. Yes. Haleluya, haleluya. Hatufanyi biashara kusonga mbele kwa sababu tuna mitaji, tunasonga mbele kwa sababu tuna Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Hatulimi kwa sababu tunazo mbegu, tunayo mashamba. Tunalima kwa sababu tunaye Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatukai kwenye ndoa kwa sababu ni wazuri. Tunakaa kwenye ndoa kwa sababu yupo Yesu. Yupo Yesu, yupo Yesu. Hatulei wanawake kwa sababu tuna fedha. Tunalea wanawake kwa sababu tunaye Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Si kama tungeweza kuambiliki kama hawa kina Ruthi hapa. Woi, yani mchunga ng'ombe from nowhere, then unamiliki mke kama huyu. Hivi unaweza wapi wewe? Yewe acha utani. Yani acha utani. Hatufanyi chochote kwa sababu tuna chochote, isipokuwa pale tunapomwachia Mungu. Yeye Mungu ndiye anakuwa dereva wetu. Haleluya, haleluya. Bila Mungu hiyo ndoa itasambaratika, hiyo familia itasambaratika. Kuna familia moja wana kila kitu, walitaka kugoma kusali. Mke anasema mimi sitaki kusali, na mume anasema kwa kama unanikomoa basi nalalamika tu, lakini basi nimeshindwa. Sasa mke akigoma kusali na wewe ndio basi hamna ibada. Mimi nasali tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ikawa kwa kuwa hakuna Mungu pale, kwa kuwa wamemkataa Mungu, familia, shetani alichukua nafasi. Yaani Mungu asipokuwepo, shetani anachukua nini? Musa alipoomba, aliponyenyua mikono, Joshua alifanya nini? Jeshi la Israeli lilifanya nini? Akinyanyua mikono, Waamaleki au maadui walishinda. Wewe baba, usipoombea watoto wako watashindwa. Ukiombea watoto wako watashinda. Acheni ushamba wanaume wa kwamba maombi ni kwa ajili ya wanawake tu, eti kwa sababu wanawake ndio waombolezaji. Hapana, tutaomba sisi, na mke ambaye anakataa kuomba atafuata aombe mahali hapo, kwa sababu sisi ndio kichwa, sisi ndio tuongoze familia. Huwezi ukawa na familia baba anaenda kwa waganga wa kienyeji utegemee mwanamke atasimama. Wanawake si wazalau, lakini ninyi wanawake ni rahisi kukengeuka shida inapozidi. Mnashindwa mnaposhawishiwa zaidi na shetani kwamba hili tunda ukila hutakufa. Yaani Mungu amekwambia utakufa. Yaani mwanamke anategemea mtu amsomeshe sana ndipo anamuelewa. Mmoja alizini kwenye ndoa, anasema sasa nifanyeje? Na wewe ulisafiri, sasa mimi unajua alinizidi sana. Wewe alikuzidi sana. Mimi sisemi wanawake wote, ila wanawake walio wengi hawawezi kusimama kama yule Eva ambavyo hakusimama bila Adamu. Ninyi wanaume,
Elekezeni wake zenu, watoto wenu kwa Mungu. Hii familia mnaponyenyua mikono kwa Mungu, hawa watakuwa salama, watakuwa salama, watapata baraka. Hata wasipopata baraka, hao watoto wako, wajukuu zako, Mungu atakumbuka kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, kwa sababu Mungu huwa anakumbuka vizazi. Mungu atabariki familia yako vile unasimama. Sijui tunaelewana, kanisa la Mungu? Hauwezi ukawa salama kwa sababu eti tu una fedha. Fedha zinaisha, shetani akiingia hapo, silaha zote zinaisha, mapenzi yanaisha, mtu mzuri anaanza kuwa mbaya, anaanza lione lilivyo sura. Mtu kamlemba, hata kikutana nako mwanaume mwingine anasema Mungu huyo anaumba, nimpate wapi mwanamke kama huyu? Lakini kule kwa mume wake, kwa kuwa amekosa upako, amemwambia mwanamke gani kama wewe? Mwanaume ataambiwa mwanaume gani kama wewe? Kumbe wanawake kule nje wanasema ningempata kaka kama huyu. Akisikia ameomba anasema, ameoa anasema Mungu huyu. Wanasagia meno. Wewe unasema cha nini? Wenzako wanasema tutakipata lini? Bwana tusaidie sana. Shetani akiwa hapo, kila kitu anakichafua. Watoto wataingia bangi, watoto wataingia ulevi, watoto wataingia ukahaba, kwa sababu ndoa au familia hailindwi na fedha, hailindwi na ustaarabu, hailindwi na kuwa na ufaulu mzuri shuleni. Unalindwa kwa sababu una Mungu. Sio kama kuna mtu mmoja anaongezeka hali ya kumwamini Mungu. 2026 sema nitatembea na Mungu, nitamtegemea Mungu katika maisha yangu yote. Kama ungekuwa unasimama pale unaomba, sema nitamtegemea Mungu, nitasimama na Mungu, nitamuomba Mungu. Mungu niongeze kiwango changu cha kukutegemea, kama vile Musa alivyokutegemea, kama vile Huri alivyokutegemea, kama vile Haruni alivyokutegemea. Yesu, nipe kukutegemea. Nisimame kwa maombi mbele zako, nije mbele zako kwa shukrani na maombi, hali ya uvivu wa kuhudhuria ibada za maombi, ibada zozote sitarudia. Yesu, unitie nguvu.